really like to see what you'll do in the end, Anna. Asteroid hit? Does that mean we're all gonna die? Really like to see what you'll do in the end, Anna. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie moja kibabe kutoka Korea inayoitwa The Great Flood. Na kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili, movie inaitwa Mafuriko Makubwa, na kwa lugha nyepesi kabisa ya Kikorea inaitwa Taehongsu, yani de ikimaanisha big au kubwa na hongsu ikimaanisha mafuriko. Na ni movie fulani hivi ambao ukiangalia kwa mara kwanza unahisi kama ni ngumu fulani hivi, ila kadri muda unazidi kwenda sasa, na kama umezoea movie za science fiction, movie haikuwa ngumu yani kama watu wengi wanavyofikiria. Na je, hii movie yetu ili usudini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. So movie yetu atikiplace sehemu moja hivi inaitwa Seoul, ambapo ni mji mkuu sasa wa nchi moja hivi inayoitwa Korea Kusini. Na ni kipindi ambacho sasa dunia ilikuwa imeendelea kinoma kiasi kwamba ilikuwa na uwezo wa kutengeneza binadamu bandia. Umeona mpaka hapo? Ila kuna issue moja kubwa kabisa ilikuwa ikikosekana, ni uwezo wa binadamu bandia kufeel emotion. Umeona mpaka hapo? Na kwa washikaji ambao wanafanikiwa kuangalia movie Alien, especially movie inaitwa Alien Romulus, tulikutana sasa na kiumbe bandia au binadamu bandia alikuwa kiitwa Andy, ambao katika ulimwengu Alien tulikuwa tukaita synthetic. Na kama tulivyoona sasa, wa synthetic walikuwa wanaweza kuongea, uwezo kutembea, ila kwa bahati mbaya walikuwa hawana uwezo wa kubehave, umeona, au kutengeneza zile emotion, yani umeona, kama binadamu wa kawaida. Kwa hiyo katika movie yetu sasa hapa tunakutana na wanasayansi wawili hao, umeona, ambao walipewa kazi sasa na serikali ya Korea chini ya UN, umeona, kutengeneza system special ambayo itaingizwa katika mwili sasa wa binadamu bandia, kiasi kwamba binadamu bandia atakuwa na uwezo wa kutengeneza emotion. Umeona mpaka hapo? Na mmoja wa wanasayansi hao, umeona, alikuwa akiitwa Anna. So hapa Anna pamoja na engineer mwenzake au mwanasayansi mwenzake walifikiria kitu kimoja, kwamba njia pekee au njia simple kabisa ya kutengeneza system ya emotion ilikuwa lazima sasa wamtengeneze mtoto bandia, na mtoto bandia sasa wamkuze. Na kama huyu mtoto akikua katika mazingira ya kawaida, mazingira ya kibinadamu, basi bila shaka sasa huyu mtoto kadri anavyozidi kukua atakuwa na uwezo sasa, umeona, wa kuwa na emotion. Na kutokana na hilo sasa tutakuwa tumefanikiwa kutengeneza system au emotion engine. Umeona mpaka hapo? Na kutokana na hilo akaamua kutengeneza watoto wawili, mtoto mmoja akawa anaishi na Anna na mtoto mwingine sasa akawa anaishi na huyu engineer mwingine. Na huyu mtoto ambaye alikuwa akiishi na Anna alikuwa akiitwa Jain, umeona, katika movie yetu. Na vile vile pia sasa, umeona, ili kutengeneza mazingira fulani mazuri kwa ajili ya mtoto, ikabidi Anna sasa, umeona, ampate mchumba au ampate mwenza au ampate mme, yani umeona mpaka hapo. Na huyu mme alikuwa ni kama mfanya kazi mwenzake, yani kwa hatujui kama walikuwa na mapenzi hapa na pale au walikuwa tu ni wafanya kazi. Ila kwa bahati mbaya sasa, katika malezi ya Jain, huyu mume wa Anna anafariki dunia katika ajali ya gari baada ya kuzama sasa ndani ya maji. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo misukosuko yote ambayo alikuwa akipitia Jain katika maisha yake, especially baada ya kufa sasa kwa mlezi wake huyu, umeona mpaka hapo, ilikuwa inazidi kuimprove emotion engine ambayo ilikuwa ikiishi sasa katika mwili wa udogo huyu anaitwa Jain. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati mbaya ni kwamba wanasayansi wetu wawili hao walikuwa wanajua fika kabisa kuna umri fulani ukifika itabidi hao watoto wachukuliwe, umeona, katika mikono yao na kupelekwa moja kwa moja sasa chini ya serikali au chini ya UN. Umeona mpaka hapo? Ila miaka michache baadaye, takriban miaka 5 baadaye au 6 baadaye sasa, umeona, taratibu katika dunia nzima tukaanza kuona mafuriko fulani vya ajabu ambao hadi sasa tulikuwa tujui sasa chanzo chake kilikuwa ni nini. Ila baadaye kabisa katika movie tutambua kitu kimoja, kwamba kuna vimondo kutoka nje ya dunia ambao vilitua katika uso wa dunia, especially katika maeneo ya barafu yale, na barafu iliyeyuka, na baada barafu iliyeyuka sasa maji yakaanza kusambaa katika ardhi yetu, na kwa bahati mbaya maji yakasababisha mafuriko makubwa kabisa duniani kote. Ila katika movie yetu tulibezi katika mji unaitwa Seoul. Umeona mpaka hapo? Na tunaona hapa maji yanazidi kujaa, watu wanazidi kuwa na pressure za hapa na pale. Umeona mpaka hapo? Yani watu wanazidi kufa, yani umeona mpaka hapo? Na kutokana na hilo sasa serikali ya Korea kupitia UN, umeona, wakamtuma agent mmoja hivi anaitwa Hiju, umeona, kwenda kuwatafuta wanasayansi. Ila kwa bahati mbaya sana mwanasayansi mmoja yule, umeona, aliamua kukimbia, na huyu mtoto akaamini kitu kimoja kwamba okay, huyu mtoto anakuelekea ili kwa sio sehemu nzuri. Umeona mpaka hapo? Kwa huyu mwanasayansi pamoja na mwanae wa kike walifariki dunia, umeona, katika ya mafuriko.
Ila kwa upande mwingine sasa UN pamoja na serikali ya Korea ikabaki na option moja tu ya Anna pamoja na mwanae huyu anaitwa Jane, na kutokana na hilo sasa huyu agent huyu anaitwa Hiju ubona kaenda moja kwa moja kwa nia ya kumtafuta Anna pamoja na mwanae huyu anaitwa Jane. Na baadaye kabisa katika movie yetu tutambua kitu kimoja kwamba okay, UN walikuwa wanajua kabisa kwamba dunia yetu ipo katika hatari ya kushambuliwa na vimondo kutoka nje ya dunia, na kutokana na hilo miaka mingi sana iliyopita wakaanzisha programu ya kutengeneza binadamu bandia kwa ajili ya kusave humanity, yani kwa ajili sasa ya kuokoa ubinadamu. Umeona mpaka hapo? Ile issue pekee hapa ilikuwa kimisi ilikuwa ni issue ya emotion engine. Umeona mpaka hapo? Kwa hadi sasa bwana Sans pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kutengeneza emotion engine alikuwa ni Anna pekee yake katika dunia nzima, na kutokana na hilo sasa mchizi wetu huyu Hiju akaingia moja kwa moja kwa ajili ya kumuokoa Anna, na vile vile pia sasa mpango wake mkubwa kabisa ulikuwa ni kumchukua Anna na kumpeleka moja kwa moja hadi katika ghorofa ya 30 kwa ajili ya kuokolewa na helikopta hii ambayo iko chini ya UN. Na kiuhalisia sasa umeona Anna pamoja na mwanae anaitwa Jai walipita misukosuko mikubwa sana, yani kuanzia floor yao ya kawaida hii hadi kufika floor ya 30. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati nzuri sasa baada ya misukosuko yote Hiju anafanikiwa kumfikisha Anna pamoja na Jane katika floor ya 30. Ila kuna kitu kimoja cha ajabu sana kilitokea katika floor ya 30. Umeona mpaka hapo wajamaa wa umeona ambao wako chini ya UN wanaamua kumuua Hiju, na vile vile pia sasa umeona mpaka hapo wanasema kwamba mtu pekee ambaye anatakiwa kuingia katika helikopta umeona alikuwa ni Anna peke yake, na huyu mtoto anaitwa Jane itabidi apigwe chini. Umeona mpaka hapo? Kwa hadi sasa tukaanza connect dot kwamba udogo huyu umeona kuna shifana ambao sio wa kawaida, na hapa sasa umeona ndio tutambua kitu kimoja kwamba okay, udogo ni roboti, kwa sababu katika sini moja iliyopita umeona kuna kitu fani Hiju alisema kwamba huyu mtoto hatumhitaji kwa sababu tunaweza kumfanyia replacement. Kwa issue sasa ni kwamba sasa wajamaa UN wakaamua sasa umeona kuchukua ubongo peke yake au mtoto, kwa sababu ubongo wa mtoto ulikuwa na memory ya kutosha kabisa kwa ajili ya huyu mtoto, na vile vile pia yani kama tukipata memory ya huyu mtoto tunakuwa na uwezo wa kumtengeneza mtoto mwingine. Na tunaona hapa jamaa UN baada ya kumuua Hiju anauchukua ubongo wa Jane pamoja na Anna na kuingiza moja kwa moja ndani ya spaceship na kuwapeleka nje ya dunia. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati mbaya sasa hii spaceship inapata ajali, na tunaona hapa sasa umeona mchizi wetu huyu engineer wetu mwanasayansi wetu Anna anajeruhiwa, na inavyoonekana sasa alikuwa anakaribia kufariki dunia. Umeona mpaka hapo? Na kutokana na hilo sasa akaamua umeona kwamba watu wa UN wauchukue mwili wake umeona na kuingiza katika simulation kwa ajili ya kutrain emotion engine. Na kama ni kitu kimoja kwamba kama wakitrain software au emotion engine umeona ambayo inaonyesha kama kuna mama umeona ambaye ana njaa ya kumuokoa mwanae, basi bila shaka sasa umeona hii emotion engine itakamilika kwa ajili ya mtu mzima, kwa sababu Jane ilikuwa ni emotion engine kwa ajili ya mtoto mdogo, ile wanahitaji emotion engine kwa ajili ya mtu mzima. Na hapa taratibu tukaanza kuona simulation ambayo Anna alikuwa akijaribu sasa kumuokoa mtoto wake wa kiume huyu anaitwa Jane. Umeona mpaka hapo? Kwa in short sasa simulation ilikuwa ni kama loop fulani hivi umeona, yani katika maamuzi mbalimbali na njia mbalimbali ambazo Anna alikuwa akijaribu kumuokoa mwanae huyu umeona, na vile vile pia yani kufanya maamuzi ya kibinadamu. Kwa mfano kuna baadhi ya simulation alikuwa anashindwa sasa kumuokoa mtoto huyu umeona ambaye alikuwa amezama ndani ya lift, na vile vile pia katika simulation moja alifanikiwa kumuokoa mtoto, na vile vile pia kuna simulation moja umeona alishindwa umeona kuomba msamaha kwa mama mmoja mjamzito ambaye alikuwa amejifungua kutokana alikuwa ana haraka ya kumuokoa mwanae anaitwa Jane. Ila kuna simulation moja alifanikiwa sasa kuongea na huyu mama mjamzito na kumuomba msamaha kwamba yani hana uwezo wa kumsaidia yani. Umeona mpaka hapo? Na vile vile pia sasa umeona taratibu yani kadri muda mzidi kwenda tunatambua kitu kimoja kwamba huyu Jane umeona yani simulation yake ilikuwa inakumbuka kila simulation. Umeona mpaka hapo? Kwa huyu mtoto sasa huyu umeona kadri muda mzidi kwenda alikuwa akiishi maisha yale yale kila siku, na kuna sini moja hapa alimuuliza mama yake kwa nini hadi sasa nina miaka 6 umeona, ila kila siku nina miaka 6. Umeona mpaka hapo? Kwa huyu dogo sasa umeona alikuwa akiishi na pia katika simulation, yani ubongo wake ulikuwa unaishi katika simulation. Umeona mpaka hapo? Na hii simulation iliendelea kwa muda mrefu, ikafika hatua sasa hii emotion engine umeona ikafika hatua ya kuweza kujitambua, ambapo kwa lugha ya mashinzini tunaita awareness. Umeona mpaka hapo? Na mfano mzuri kabisa wa AI system ambayo ilifikia hatua ya kujitambua
tumeiona katika ulimwengu mmoja wa movie za Terminator. Umeona mpaka hapo, yani pale Skynet alipofanikiwa kujitambua, yani umeona kama yeye ni nani, anaelekea wapi na kwa nini sasa binadamu walikuwa na mpango wa kumuua. Umeona mpaka hapo. Na katika movie yetu tunaona emotion engine sasa, umeona, ambayo ilikuwa ni ya Anna za ndani ya simulation, ikanatambua kama kwa sasa nipo ndani ya simulation, kwa sababu sasa kuna scene ambazo alikuwa akiziona, alikuwa na hisi scene kashaziona mwanzoni kabisa, yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kitu sasa kikaanza kumsaidia kufanya maamuzi bora zaidi, na vile vile pia ikafika hatua akaamua kuongea na Hiju. Umeona kama Hiju pia ni simulation, kama vipi sasa waungane nguvu kwa pamoja kwa ajili ya kupambana na wanajeshi hao, umeona, wa UN kwa ajili ya kumwokoa mtoto wao, umeona, au mtoto wa Anna anaitwa Jane. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia sasa hii simulation ikazidi kujifunza mambo mbalimbali kuhusu emotion. Kwa mfano kuna dogo huyu, umeona, ambaye aliokolewa kutoka ndani ya lift. Umeona, ilifikia hatua huyu dogo akasema mimi siwezi kuendelea tena, ni bora nife sasa, umeona, na bibi pamoja na babu yangu huyu. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kitu pia kikazidi kumfundisha Anna, au emotion engine ya Anna, umeona, ndani ya simulation yetu. Ila kuna issue moja sana ya ajabu ambayo ilikuwa ikiendelea ndani ya simulation. Umeona mpaka hapo, yani udogo Jane huyu alikuwa akipotea na kuelekea sehemu ambayo haijulikani, yani umeona mpaka hapo. Ila baadaye kabisa tulitambua kitu kimoja kwamba umeona, katika scene ya kwanza kabisa juu ya gorofa, umeona, engineer wetu Anna alimnong'oneza Jane kwamba ndani ya floor ya 30, umeona, katika rooftop kuna box ile ambayo liko empty, yani ingia huko ndani, nikirudi nitakuja kukukuta. Kwa hiyo ni kitu kimoja ni kwamba sasa kuanzia simulation ya kwanza hadi sasa udogo Jane, umeona, kila anapochomoka alikuwa anakimbilia moja kwa moja kwenda katika floor ya 30 na kuingia moja kwa moja katika ile box ile. Umeona mpaka hapo. Ila baadaye kabisa sasa, umeona, Jane, umeona, kila situation ambayo alikuwa akifika juu ya floor, yani alikuwa akichora picha na mama yake, na vile vile pia kumtumia moja kwa moja katika simu ya mama yake, yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo ni kwamba sasa baada Anna kufungua simu yake alikuta picha mbalimbali, yani yeye kama yeye akiwa katika rooftop na nyuma yake kulikuwa na helikopta. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni sign ni kwamba sasa, umeona, udogo Jane alikuwa anajua kabisa kwamba destination kubwa kabisa ya Jane kukutana na mama yake anaitwa Anna ilikuwa ni rooftop. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa, umeona, Anna anafanikiwa kuingia ndani ya rooftop, na vile vile pia sasa anafanikiwa kukutana na mwanae huyu akiwa ndani ya ile box. Ile shiro baki sasa hapa ni jinsi gani ya kupambana, umeona, na jamaa wa UN. Umeona mpaka hapa. Na vile vile pia anafanikiwa kupambana na jamaa wa UN, na vile vile pia anafanikiwa sasa kuogelea na mwanae huyu ndani ya mafuriko. Na ndani ya simulation tuliona kwamba Anna alikuwa iko radhi, yani kufa na mwanae ndani ya mafuriko kuliko sasa kuwa separated na mwanae, umeona, na jamaa kutoka ndani ya UN. Umeona mpaka hapo. Kwa tunafikia hapa ni kwamba hii simulation, umeona, ilikuwa imefanikiwa kutengeneza emotion engine. Umeona mpaka hapo. Na hii emotion engine ilifanikiwa kutengeneza, umeona, baada ya kufika simulation ya 21499. Umeona mpaka hapo. Kwa hadi sasa ni kwamba sasa kama ikitokea maybe simulation moja ilikuwa labda ni siku moja, basi bila shaka sasa simulation, umeona, ilirun kwa takribani miaka 59. Na vile vile kama simulation, umeona, moja ilikuwa ni lisali moja, basi bila shaka sasa simulation, umeona, ilipiga kazi kwa muda miaka 2 pamoja na miezi 6. Kwa hiyo hadi tunafikia hapa ni kwamba binadamu alikuwa amefanikiwa kutengeneza emotion engine ya mtoto ambayo iko ndani ya Jane, na vile vile pia emotion engine ya mtu mzima ambayo ipo sasa ndani ya mwili wa Anna. Umeona mpaka hapa simulation ya Anna. Na vile vile, yani kama ulivyoona ni kwamba sasa Anna kama Anna alifariki dunia miaka mingi sana iliyopita. Yani umeona mpaka hapo. Inavyoonekana pia alifariki dunia ndani ya spaceship. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia tunaona hapa katika scene moja ya mwisho hapo, umeona, binadamu alifanikiwa kutengeneza mwili bandia au binadamu bandia, umeona, wa Anna, na vile vile pia wa Jane. Na tunaona hapa emotion engine ikapandikizwa katika mwili wa Jane, na vile vile pia emotion engine ya mtu mzima ikapandikizwa katika mwili wa Anna. Tunaona hapa kuna spaceship, umeona, ikawatoa kutoka nje ya dunia na kuwarudisha moja kwa moja katika uso wa dunia. Na vile vile pia tulivyoona ni kwamba sasa, umeona, kulikuwa na spaceship nyingi sana zikitua katika uso wa dunia, na bila shaka kwa mbali kabisa tukiangalia katika dunia ni kwamba yani maji yalikuwa kila sehemu isipokuwa katika bara la Afrika na sehemu fulani za hapa na pale. Kwa hiyo inaonyesha kitu kimoja ni kwamba katika maafa yote kama tulivyoona katika movie mbalimbali ni kwamba sasa Afrika siku zote yani kulikuwa kuna hope.
Na kama wewe ni mpenzi wa hizi movie za matsunami, inabidi ucheki movie moja hivi inayoitwa 2012 ambayo si ya mwisho kabisa. Wale watu wote ambao walifanikiwa kusurvive ile tsunami walifanikiwa sasa kufika ndani ya bara la Afrika katika rasi moja inayoitwa rasi ya Tumaini Jema iliyopo sasa pande za Afrika Kusini. Na vile vile pia swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, umeona zile sini za mwanzo ambazo tumeziona juu tunafika hatua hii juu na uwawa, na vile vile pia sasa Ujai anachukuliwa ubongo wake, je, ilikuwa ni simulation? Hapana, yani sini ya kwanza ambayo tumeziona ile, umeona mpaka mtu wetu anachukuliwa na kuingizwa moja kwa moja ndani ya spaceship, ile kitu haikuwa simulation. Umeona mpaka hapo ilikuwa tu ni maisha halisi, umeona, au maisha ya mwisho kabisa kabla ya kufariki kwa huyu mdada huyu anaitwa Ana. Na kwa ujumla ni movie ilikuwa iko fresh, na kama kuna issue ambayo unahisi labda sikuielezea, unaweza kutoa comment hapo chini, na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.